Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. China yaendelea kuwa nguzo thabiti ya uchumi wa dunia. China yapiga hatua kwenye safari ya kujenga mfumo wa elimu wa ubora wa juu. Na meli ya jeshi la majini la China Baotou yatia nanga Mombasa kwa ziara ya kiufundi. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Katika mazingira ya kiuchumi yanayoendelea kubadilika duniani, China imeendelea kuonyesha uimara wake kama nguzo kuu ya maendeleo ya kiuchumi duniani. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa licha ya changamoto za kiuchumi za kimataifa, uchumi wa China umeendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha na kuwa mfano wa kuigwa miongoni mwa mataifa makubwa. Simiyu Njala anatuarifu zaidi. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na ofisi ya taifa ya takwimu NBS, pato la taifa GDP la China katika robo tatu za kwanza za mwaka 2025 limeongezeka kwa 5.2% ikilinganishwa na mwaka jana, likifikia yuan trilioni 1.1 ambayo ni sawa na takriban dola za Kimarekani trilioni 14.2. Ukuaji huu ukiifanya China kuchangia karibu 30% ya ukuaji wa uchumi duniani. Mtaalamu wa uchumi Liu Zhuzheng kutoka taasisi ya utafiti wa uchumi ya China anasema kuwa kila ongezeko la 1% ya GDP ya China kwa sasa lina thamani sawa na uzalishaji wa taifa la kati. Hili linaifanya China kuwa chanzo cha uhakika na cha kuaminika cha ukuaji wa uchumi kote duniani. Katika kipindi hicho cha miezi 9, sekta mpya za viwanda na teknolojia zimeonyesha maendeleo makubwa. Sekta ya utengenezaji wa bidhaa za teknolojia ya juu imeongezeka kwa 9%, huku uzalishaji wa roboti za viwandani ukiongezeka kwa 29.8% na roboti za huduma kwa 16.3%. Hii inaonyesha jinsi akili bandia na teknolojia zinavyounganishwa na viwanda vya jadi kuleta bidhaa na huduma mpya. Wakati wa likizo ya kitaifa na sikukuu ya katikati ya mwezi, jumla ya safari za ndani zilifikia milioni 888, huku matamshi, michezo na shughuli za kitamaduni zikionyesha udhabiti wa sekta ya huduma. Bei ya bidhaa za viwandani pia zimeanza kuimarika, jambo linalotoa matumaini kwa kampuni na wawekezaji. Kwa jumla, hali hii inaweka China katika nafasi ya kipekee duniani, si tu kama taifa lenye uchumi mkubwa, bali pia nguzo dhabiti na matumaini kwa uchumi wa dunia unaokumbwa na changamoto chungu nzima. Kwa msingi huu mkubwa, kila ongezeko la 1% ya GDP ya China sasa linafanana na uzalishaji wa jumla wa uchumi wa nchi ya kati. Mchango wa China katika ukuaji wa uchumi wa dunia unasalia kuwa karibu 30% na kuiweka China kama nguzo thabiti na inayotegemewa katika uchumi wa dunia. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, China imepiga hatua kubwa katika juhudi zake za kujenga mfumo wa elimu wenye ubora wa juu kupitia ongezeko la ufadhili na mbinu bunifu za ufundishaji zinazolenga kumjenga mwanafunzi kwa ujuzi na ubunifu. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Kuanzia elimu ya awali hadi vyuo vikuu, mafanikio makubwa yamepatikana kati ya mwaka wa 2021 na 2025, kipindi cha mpango wa 14 wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi wa taifa. Moja ya mafanikio hayo ni kwamba zaidi ya watoto milioni 12 sasa wanapata elimu ya awali ya mwaka mmoja bila malipo. Pengo la kielimu kati ya maeneo ya mijini na vijijini limepunguzwa kwa kiasi kikubwa katika kaunti 2895 kote nchini China, huku kiwango cha wanaojiunga na elimu ya juu kikifikia 60.8%, hatua muhimu inayoweka elimu ya juu katika ngazi ya upatikanaji kwa wote. Tunatumia mikono yetu wenyewe kutengeneza vifaa vya majaribio kama vile roketi zinazotumia hewa au vikorombezo kutoka vifuniko vya chupa. Hii hupunguza gharama na kuongeza ushiriki wa watoto.
Mafanikio haya yametokana na sera nzuri za serikali zinazohamasisha upatikanaji wa elimu bora. Shule za ngazi ya kaunti sasa zinatumia mbinu mbalimbali za kufundisha ili kuwasaidia wanafunzi kujifunza sayansi kwa njia ya michezo na ubunifu. Kadiri taifa linavyozidi kusisitiza umuhimu wa elimu ya sayansi, walimu wamekuwa makini zaidi, wanafunzi wamesisimka zaidi, na wazazi wamekuwa wenye ushirikiano mkubwa. Serikali ya kaunti na idara ya elimu zimewekeza kwa kiasi kikubwa katika kujenga shule mpya na kuimarisha miundombinu ya kidijitali. Serikali kuu kupitia mpango wake wa kujenga taifa imara kupitia elimu imetenga zaidi ya yuani milioni 62, huku kaunti yenyewe ikiongeza zaidi ya yuani milioni 6 ili kuunganisha akili bandia katika mfumo wao wa elimu na kuinua viwango vya ufundishaji. Kwa ujumla, juhudi hizi zinaashiria dhamira thabiti ya China ya kujenga mfumo wa elimu unaojikita katika ubora, usawa na ubunifu, mfumo unaolenga kumwandaa mwanafunzi wa leo kuwa raia mwenye maarifa, ujuzi na fikra bunifu kwa kesho bora zaidi. Kwingineko ni kwamba meli ya kivita ya China iitwayo Baotou imewasili katika bandari ya Mombasa wikendi iliyopita kwa ziara fupi ya kiufundi. Ziara hii ni sehemu ya shughuli zake za kijeshi na urafiki kati ya China na Kenya. Tom Njara alifuatilia meli hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Meli hiyo kutoka kikosi cha 47 cha jeshi la majini la China iliingia bandarini majira ya saa 3 asubuhi Jumamosi iliyopita ikiwa imepambwa kwa bendera za China na Kenya. Ilipokelewa kwa shangwe na maafisa wa kijeshi wa Kenya, balozi wa China nchini Kenya, pamoja na wafanyakazi wa ubalozi, wawakilishi wa kampuni za Kichina na raia wa China wanaoishi Kenya. Ziara hii ni ya kwanza kwa meli ya kivita ya China kutia nanga Kenya katika kipindi cha miaka 6. Wakati wa ziara hiyo, meli ya Baotou itafanya ukaguzi wa vifaa, matengenezo na kupakia bidhaa za mahitaji ya kimsingi kama maji safi na chakula kabla ya kuendelea na safari zake. Wanajeshi wa majini wa China watashiriki katika michezo, shughuli za kitamaduni na mafunzo ya urambazaji pamoja na wenzao wa Kenya ili kuimarisha uhusiano wa urafiki na ushirikiano kati ya nchi hizi mbili. Mtazamaji, eneo la Bunyala magharibi mwa Kenya mara kwa mara hukumbwa na mafuriko ambayo huathiri maisha na shughuli nyingi za kila siku katika eneo hilo. Lakini hivi karibuni hali hiyo imeanza kubadilika baada ya afisa wa mpango wa mazingira wa Umoja wa Mataifa Wang Guoqin ambaye pia ni mkurugenzi wa miradi kuongoza mradi wa upanzi wa mianzi ambao sasa unasaidia pakubwa kiuchumi wakazi wa eneo hilo. Hii hapa basi ni safari ya mradi huo na Ronald Mutie. I'm Bwire Vincent Juma. I'm the chief of Bunyala South. This place actually is known for so many things. Part of what it is known for is for perennial floodings that normally hit this area, like every year. Actually, it is not a good thing. People have made this place to be like their homes. If you see them vacating, if you see them moving, their businesses being affected by the floods, actually it is not a good thing to kind of see as an administration of this place. My day-to-day work actually starts at normally 4 in the morning. Our villages are clustered to receive the reports, especially the reports on the people, on the dead. I can say that I've been so very close to Guoqin when she introduced the concept of bamboo.
and wanting to kind of reclaim, especially the arable land, because we've now started to see bamboo as a cash crop, which was not there before. I think we are all one team connected by bamboo. I think this is a moment that I was expecting for long. When she came around, reached the importance of us raising and kind of planting bamboo, investing in bamboo, that has changed the ideology of our people. With her technology and the idea of agroforestry, asking us to kind of do bamboo as we continue engaging ourselves with this other stuff, this will be able to kind of help us. Introducing such kind of housing, especially for a flood-stricken area like this. You know, you can create your own art. You can make it round, you can make it square, you can make it, different shapes. So her presence actually has been very handy to this community. And no wonder she's been given a name, a local name called Nafula. Nafula means somebody who was kind of born during rainy season. Can you make a flower? Can you make a flower? Like a butterfly. Na katika mji wa teknolojia wa Shenzhen, masharti bora ya viwanda na matumizi yamechochea maendeleo ya akili bandia, yani AI, huku roboti zenye ubunifu mkubwa zikiingia katika nyanja mbalimbali za maisha ya watu. Tujiunge basi naye Zakia Pong kwa mengi zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Karibu Zakia Pong. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mnyororo kamili wa kiviwanda na hali bora za matumizi katika kituo cha teknolojia cha kusini mwa China cha mji wa Shenzhen vimewezesha ipasavyo maendeleo ya akili ya bandia AI, huku roboti zilizoboreshwa zaidi zikiingia katika nyanja zote za maisha ya watu. Engine AI, kampuni ya kiteknolojia iliyoanzishwa mwaka 2023, imetengeneza roboti ambayo imekuwa chini ya uangalizi kwa utendaji wake kwenye filamu ya Kung Fu Hustle. Ikiwa katika wilaya ya Nanshan ya Shenzhen, kampuni hiyo inapokea wageni kila siku. Mnyororo kamili wa kiviwanda umeiwezesha kampuni ya Engine AI kusajili ukuaji wa haraka kutoka kampuni ya ukubwa mdogo hadi kuwa kampuni yenye wafanyakazi zaidi ya 100 na eneo la uendeshaji la zaidi ya mita za mraba 1000, kwa mujibu wa mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Engine AI, Bwana Zhao Tongyang. Kutokana na kuwepo kwa mnyororo kamili wa viwanda katika eneo hili, kitu chochote kinachosanifishwa kinaweza kugeuzwa na kuwa bidhaa maalum kwa muda wa siku chache tu. Mbali na mnyororo wa viwanda, matumizi pia yamesaidia katika ukuzaji wa AI iliyojumuishwa huko Shenzhen. Kuna makundi 8 ya viwanda yenye thamani ya yuan trilioni 1, kila moja huko Shenzhen au sehemu nyinginezo za Guangdong, hasa katika kundi la eneo la kubwa la Huba. Wanatoa njia mbalimbali za matumizi makubwa ya teknolojia za AI. Kwa hiyo akili bandia na roboti zinaweza kuchukua jukumu la kuwa nguzo ya kiviwanda yenye thamani ya yuan trilioni 1. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Haya basi mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina.
Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu basi kwa pamoja tujifunze Kichina. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. 第8课，马丁比我大3岁。 Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kwa mujibu wa Pinyin, kisha mfuate mwalimu kuandika. 鹏 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个， Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 有 Niambie, ipi ni sahihi? 第1个， Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 同 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个， Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 学 Niambie, ipi ni sahihi? 第1个， Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 也 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个， Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 'Tafuta. Tafadhali, angalia kwa karibu. Tafuta maandishi sahihi ya Kichina kutokana na Pinyin. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个学 Niambie, ipi ni sahihi?
第二个同 Niambie, ipi ni sahihi? 第三个有 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个盆 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个做 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Mimi ni Jacob Magoa, kwa niaba ya wote waliofanikisha nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.